Dhambi ya kwanza ni dhambi ya husda, chuki, wivu. Hiyo ndiyo dhambi ya kwanza. Pale malaika alipoambiwa na bosi wake Allah, msujudie huyu mwanadamu, akakataa na kumdharau Mola wake na kusema, itakuwaje umeniumba mimi kwa nuru, nimsujudie uliyemuumba kwa tope au udongo? Akaasi. Kilichomfanya aasi si kingine, ni husda, kutuhusudu sisi binadamu. Na dhambi ya kwanza iliyosababisha kumwagwa damu ardhini, mwanadamu kuona damu ya mwanadamu mwenzie, ni husda. Ni husda Waislamu. Sina shaka nazungumza katika mimbari hii. Nina imani wale wote ambao umri wao ni miaka 30 mpaka kupanda walikwisha iona damu ya mtu anauliwa. Lakini chanzo ni husda. Allah anamwambia mtume wetu atuambie, watlu alaihim naba abnai adama bilhaqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima walam yutaqabbalu min al-akhar qala la aqtulannaka qala inma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Waambie ewe Muhammad watu wako habari za wana wawili wa Adamu, pale ambapo Mola wao aliwaambia, nataka nichunguze uchamungu wenu ili kila mmoja nimpe mke bora. Mmoja akapewa mke mzuri, mwingine akakingeuka na kudharau amri ya Allah, akamwambia mwenzake kwa wivu na husda, nitakuua. Akajibiwa na ndugu yake, mimi siwezi kukuua. Allah anapokea zawadi za wale wanaomcha Mwenyezi Mungu. Waislamu, si siri tena ya kwamba mji wa Buyenzi uliosifika kwa ukarimu na kupambania uhuru wa nchi hii na kuweka usawa na umoja, imebadilika kutoka katika mji wa waungwana kuhamia katika mji wa watu wachache lakini wahovyo wanaoharibu jina la mji wote wa Buyenzi. Buyenzi ilikuwa na madrasa. Buyenzi watu walikuwa wanafuturu nje, wapita njia wanakaa wanafuturu. Watu wamesilimu. Hakuna nyumba anzia namba 117 mpaka namba 60. Kila nyumba ina watu waliosilimu kwa sababu ya ukarimu wa wazazi wetu. Leo mtu na mkewe wanafuturu vunguni kwa kuogopa asije muombaji akawaomba. Leo kuna jambo ambalo likiguswa unavamiwa na nyuki watu, kama kwamba watu hao ni manabii, ni mitume ndio wenye sifa, hawamuasi Allah kwa yale walioamrishwa na wanafanya yote walioamrishwa na Allah. Kundi hili au genge hili haliwezi likavumiliwa ila na wenda wazimu, kwa sababu katika kila msafara wa mamba na kenge wamo watu wasiotaka kuguswa, ni mashekh na maimamu
na miongoni mwao ndio wanafundisha husda kwa matendo na kwa kauli zao. Kwa nini kusiwepo baraza la kuwanasihi? Kwa nini kusiwepo baraza la kuwanasihi? Mashekhe ni kina nani? Maimamu ni kina nani? Hawawezi wakakosea. Nitakupeni mfano mdogo tu ili muielewe Buyenzi na mashekhe wake. Nambieni, mara ya mwisho ni lini mumesikia mawaidha ya zinaa? Mara ya mwisho ni lini mumesikia mawaidha ya zinaa? Likumbukeni hilo. Kaka zangu, nisameheni. Mumenilea na mkanifundisha kuwa mkweli na muwazi. Ninyi kaka zangu. Tena katika mtaa huu ndio mtaa ambao mumenilea ndani yake. Siwezi kumung'unya maneno au kupepesa macho ati tu atapigiwa simu El Habib Sheikh Abdul Shakur hafidhahullah ya kwamba usimpe tena khutba ya Ijumaa. Akiyafanya hayo anakuwa yatamkuta. Siku zote fimbo ya mnyonge ifiche, nawe itakugusa. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abu Huraira. Na siku hizi wote ni wasomi, wanatumwa na mashekh kuja kuchallenge hadithi ya mtu. Ninakiri hadithi ninayoileta mbele yenu baadhi ya wanazuoni wameidhoofisha, lakini hadithi hii nimeipata kwenye kitabu kinaitwa Mu'jamu Shuyukh cha Ibn Asakir, juzuu la 2, ukurasa namba 1096. Kadhalika Kashful Minhaj, juzuu la 4, ukurasa namba 325. Na Ibn Adi katika kitabu chake cha Al-Kamil ameileta hadithi hii juzuu la 6, ukurasa namba 433. Ameipokea Abu Daud kwenye nambari 4903. Kadhalika Ibn Majah kwa nambari 4210, na Al-Imam Al-Bayhaqi katika Shu'ab al-Iman juzuu la 6, ukurasa namba 84. Anasema kiumbe tahara, iyakum wal hasad, jihadharini na husda, jihadharini na husda, jiwekeni mbali na husda. Ole wenu na husda, ole wenu na husda. Katazo. Kwa nini ya Rasulullah? Fa innal hasada yaakulu alhasanati kama taakulu an-naru al-hataba. Hakika husda huyatafuna mema, hula mema ya mwanadamu. Huzitafuna swala zako, zaka zako, visimamo vyako, saumu yako, hija yako, kama tunavyoona moto unavyotafuna kuni. Katazo. Katazo. Waqad nuqila an Muawiyah, na imepokea toka kwa Muawiya. Waqad nuqila an Muawiyati radiyallahu anhu, imepokewa toka kwa Muawiya, Allah amridhie, anasema kullu nasi aqdir an arbahum, watu wote naweza nikawaridhisha, wote naweza nikawaridhisha. Muawiya aliandika Qur'an, yuko katika waandishi wa Qur'an, sahaba
anasema mimi nina uwezo wa kuwaridhisha watu wote, illa hasida ni'mati fa innahu la yurdihi illa zawaliha, ila yule tuhasidi wa neema za watu haridhiki ila neema ile imeondoka. Nini maana ya hasadi? Ni kutamani kitu kizuri kiko kwa ndugu yako kiondoke wala kisije kwako. Unampata mchumba, unamuonyesha mzuri, anasema ndafuye jewe, imana yanje, huyu anamuwa binti mrembo, anakuhusudu. Kesho mchumba anakukataa. Hasad ni kumuona Sheikh Allah amempa kipaji, mashaallah, mwili wake umenenepa, hakukondeana, unamuhusudu. Ule naye anapokea kiasi gani katika ule msikiti? Anapata kiasi gani? Mizengwe inaanza. Mizengwe inaanza. Watu wanapitia maamuma ili wampige vita, wamuondoshe. Kwa ufupi, ni kutamani neema ya mtu iondoke wala isije kwako. Kwa ufupi. Na anasema mtunga mashairi, kullu al-adawati qad turja mawaddatuha, uadui wowote unaweza ukabadilika ukawa urafiki, illa adawatun man adaka min alhasad, ila tu yule ambaye amekuchukia kwa sababu ya husda. Maneno haya niliyotangulia nayo ya sahaba Muawiya Allah amridhie yanapatikana katika kitabu cha Ibn Asakir fi tarikh Dimashq juzu la 59 ukurasa namba 200. Ninapotaja juzu la 59, kuna watu wanaweza kuwa wamesoma tu wakakutana maktaba kuna juzu 30 na mimi siku zote ninasema someni. Someni mashekh. Vijana someni, msiwarukie watu vichwani. Hapana, wengine wamesha kwa wenda wazimu kwa kusoma. Kuweni makini. Waislamu, mtume wa umma ametahadharisha ubaya wa husda katika hadith ya Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Anasema toka kwa kiumbe tahara, alisema dabba ilaykum da'ul umami qablakum alhasadu walbaghda'u, mumekwisha tambaliwa na ugonjwa uliowatambalia umma zilizopita. Wale umma zilizopita waliua mitume wao, wakawaasi mitume wao, wakawatukana mitume wao, na nyie mumekwisha tambaliwa na gonjwa hilo. Anasema hiya alhaliqa, hiya alhaliqa, ni kinyozi, ni wembe. La aqulu tahliqu shar, sisemi wembe huo unanyoa nywele, walakin tahliqu din, unanyoa dini yenu. Mnapohusudiana munakuwa munaiondoa dini yenu kwenye ramani, kitu ambacho hakitowezekana. Mtaondoka nyie, dini itabaki. Hadithi hii iko katika Ihya Ulumuddin للإمام الغزالي جزء la 3 ukurasa namba 385, na kitabu al-Ibanatu an shari'ati al-firaq an-najiyah wa mujanabati al-firaq al-madhmuma li Ibn Battah, juzu la kwanza ukurasa namba 270. Kwa wasomi watakapofika hapa, napenda kuwaeleza ya kwamba Ibn Battah aliandika vitabu viwili, al-Ibanatul Kubra na al-Ibanatul Sughra. Hadithi hii ipo katika al-Ibanatul Kubra. Makinikeni. Al-Jami'u lil'ulum
للإمام أحمد جزء 3 ukurasa namba 129. Tuhfatul Ahwadhi lilmubarakafuri juzuu 7 ukurasa namba 179. Musnad ya Imam Ahmad juzuu 1 ukurasa namba 167. Na nimepitia pia maktab ambao wanapinda sana ni Mashia, Biharul Anwar lil'allamatul Majlisi juzuu 70 ukurasa namba 253. Amepokea Imam At-Tirmidhi ni hadithi namba 2510 na Imam Ahmad ni hadithi namba 1412. Waislamu, husda haikuanza kwetu, hapana, umma zilizopita. Lakini hivi mwaweza mkaniamini kwamba ilifikia sahaba wahi unashuka, anaona anamhusudu ndugu yake sahaba? Naam. Naam. Watapingana na mimi tu wale wanaoamua kufanya hivyo. Sayyidina Sahal ibn Hunayf alikuwa ni mwanamume mwenye kupendeza kimaumbile, ana rangi nzuri, ana mwili mzuri, anavaa vizuri. Fa arada an yaghsila, akataka kuoga, akavua nguo. Walikuwa kwenye safari na kiumbe tahara, kisha wakenda pembeni, akavua nguo, akataka kuoga. Huyu sahaba anaitwa Amir ibn Rabi'ata, akamtazama ndugu yake amevua nguo, akasema, mbona una rangi nzuri kama mwali aliyewekwa ndani, anataka kuolewa, anasingwa machicha ya nazi na asali, una ngozi nyekundu, lakini we nani? Yakamuuma. Yule akapatwa na hasad, akaanza kutetemeka. Nani? Sahal ibn Hunayf akaanza kutetemeka. Ndugu yake kamtazama kwa jicho baya la husda, akatetemeka, akapata kifafa, akaanguka, akapoteza fahamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam walipompeleka kwake alisema, alama yaqtul ahadukum akhahu, ni kwa nini mmoja wenu anamuhusudu ndugu yake na anamuua? Tafuteni At-Tabaqatul Kubra li Ibn Sa'd juzuu 3 ukurasa namba 471 mpaka namba 400, ukurasa namba 471 mpaka 473. Usudul Ghaba fi ma'rifati as-sahaba li Ibn Athir juzuu 2 ukurasa namba 364 mpaka ukurasa namba 365, kwa chapa ya vitabu nilivyo navyo. Al-Isabatu fi tamyiz as-sahaba li Ibn Hajar al-Asqalani juzuu 4 ukurasa namba 274, rahimahumullah. Amepokea maimamu wengi hadithi hii, na hapa ndipo Mtume akasema, la yastami'u fi jawfin 'abdin al-iman wal hasad. Haviwezi kukaa pamoja katika moyo wa mwanadamu imani na hasad. Ndugu zangu Waislamu na vipenzi vyangu, ama wallahi la yuhzinuni at-taqaddum fi as-sinni, la abadan. Mimi ninayehutubu si huzuniki kuona nazeeka, fa huwa amrun la mafarru minhu, uzee haukimbiwi. Inama tuulimuni baadhi durusul hayati almu'lima, kinachoniumiza ni mafunzo ambayo nimeyapata yanaumiza, allati adraktuha mutaakhiran, ambayo nimekuja kuyagundua hali ya kuwa nimechelewa. Waqad faqadtu hilalaha ajmala sanawati umri,
na nikajikuta nimepoteza siku nzuri, masiku mazuri katika umri wangu. Hata asbahtu asira dhikrayati, mpaka nimekuwa mtumwa wa yaliyopita. Duna an amlika shay'a, huku nikiwa sina kitu. Waislamu, Burundi, ukisubiri mtu aeleze mema yako, utakufa, utazikwa, na watafanya kila watakaloliweza wapoteze kaburi lako, ili wanao wakitoka Ulaya wakijua sikuombe dua. Burundi, alafu tunayaficha kwenye milango ya dini. Waislamu, mimi nikiwa na umri wa miaka 20 nilikwenda Ngozi. Yaliyonikuta Ngozi, shahidi yupo wazi, ni mkweli, ni muaminifu, ni Sheikh Abdul Jabbar Ramadhan, Allah amridhie. Nilifuatwa na wazee, wakanambia, wewe kijana, ondoka, masaa 24 tusikuone Ngozi. Na waulizeni mashehe zenu, waulizeni, toka mimi na Sheikh Abdul Jabbar tumetoka Ngozi, watuonyeshe wanafunzi waliowasomesha. Mimi nimesomesha na ndugu yangu Sheikh Abdul Jabbar wanafunzi 60. Miongoni mwao leo ndio mashehe pale Ngozi. Wako waliokwenda Madina, wako waliokwenda Misri. Mfano ni Sheikh Mi'raj hafidhahullah, na Sheikh Jumapili maarufu hafidhahullah. Ni matunda niliyoyapanda mimi pale Ngozi. Nilikuwa na mabinti ambao wamepevuka, tukawahifadhisha Qur'an. Mmoja yuko Sweden, Bizabibu, Allah muhifadhi. Amina Silazima, Allah muhifadhi. Hidayah, Allah muhifadhi. Tinatana, Allah muhifadhi. Amina, Allah wahifadhi. Mpaka tukaja kwenye mashindano ya Qur'an, tukaibuka kidedea miezi 6. Mbona mashekh wameshindwa kwenda Ngozi kusomesha kama nilivyoanza mimi na ndugu yangu Sheikh Abdul Jabbar? Wazee wamenambia, ondoka, tutakuadhibu. Nikasema siondoki. Nimelala chumbani, nimefunga mlango, nimevaa nguo za baridi, tracksuit na blanketi juu. Ninashituka adhana ya kwanza ya alfajiri, niko uchi kama nilivyozaliwa. Nikawasha taa, nikenda mlango nafungwa. Sina nguvu. Utasema nimepigwa usiku kucha. Mwaka 1991, vita za Iraq na Iran, nikiwa mwaka wa 2, tukaambiwa wenye kurudi na warudi. Ninaikumbuka safari ilikuwa ndefu, wala hakuna haja ya kuizungumzia, kwa sababu nchi hii ukizungumza historia unajisifu, usipozungumza we bubu. Ndio tabia ya nchi hii, na haitobadilika mpaka siku ya kiyama, au wale ambao Allah amewateua. Siku ya 2 nimemwita Sheikh Mi'raj, yupo hai jamani Ngozi. Chukua kamba, mpira wa baskeli, funga musahafu kifuani mwangu. Akafunga, akanibana, nabanika. Mwanafunzi wangu siwezi kuonyesha udhaifu. Kisha akaondoka, nikafunga mlango. Nikamwambia Sheikh Abdul Jabbar, funga mlango, Mi'raj anakwenda kwao. Nikalala, nikajikuta nimevuliwa nguo. Ule musahafu ndio umewekwa juu ya nguo. Kumbe hata maibilisi wanaheshimu musahafu. Sisi tuliopewa musahafu hatuheshimu. Waislamu, nikashauriana na Sheikh Abdul Jabbar, akanambia, na mimi hivyo ndivyo ninavyofanyiwa, lakini niliogopa kukwambia Sheikh wangu. Nikaenda Kayanza,
kwa Sheikh Abdul Karim, Allah amrehemu, baba yake Sheikh Taha yuko Gitega, Allah amridhie Sheikh Taha. Tukaandika barua kwa Sheikh Ibn Baz, alijibu barua yetu ndani ya siku 7 kwenye posta ya pale Kayanza, huku nikiwa na mawasiliano na El Habib El Marhum Sheikh Yusuf Mahmud, ambaye hatajwi tena katika mashekh waliofanya kazi katika nchi hii. Hakuna kama Sheikh Yusuf Mahmud, lakini niyaache moyoni, kwa kuwa mimi ndiye ambaye nilikuwa na faili mpaka sasa ninalo la hospitali. Aliambiwa nini? Lakini ninamwombea dua mke wake Birahma kwa kukubali kwake kutoa figo moja, abaki na moja ampe mumewe. Kitu gani kilifanya Sheikh huyu asiendi India kuwe kwa figo lingine? Suala liko kwenu, mtalijibu. Yaliyomtokea Sheikh Yusuf Mahmud na kwenu mashekh yatakutokeeni. Msijioni leo mnatembelea magari. Kumbukeni kesho kuna kufa. Kumbukeni kuna kuumwa. Hii dunia tutaiacha. Tuache kudhalilishana. Tuache kudhalilishana. Waislamu, Sheikh Ibn Baz aliandika maneno mafupi. Mimi ninapokuwa ninasema Sheikh Ibn Baz, watu wengi wananitazamaga kwa jicho la kebei, hasa hawa wanafunzi wangu wapya masalafi wananitazama kwa jicho la kebei. Mimi nimesoma kwa Sheikh Ibn Baz pale Bata miaka 3 mfululizo na hudhuria darasa lake. Mimi nimekutana uso kwa uso na Sheikh Nasruddin Al-Albani pale Amman, Jordan. Nimekutana uso kwa uso na Sheikh Al-Uthaymeen, naam, kuja kutoa muhadhara shuleni kwetu, na mimi ndiye nilikuwa nawakilisha wanafunzi. Kwa hiyo kalima wanafunzi nilitoa mimi. Mimi ndiye niliyetumwa Maka kwenda kumuomba Sheikh Abubakar Al-Jazairi aje kufanya muhadhara Riyadh. Amekwisha mkatalia mudiru wa jamia yetu Dr. Muhammad Tuwejeri, na kabla ya miezi 4 alikuwa Tanzania. Tulikumbatiana akalia sana. Anakumbuka utukutu wangu, utukutu utundu, mambo mengine tuyaweke wazi. Nilikuwa mtundu, anaukumbuka. Alafu ananiona nilivyo, alilia. Sheikh Ibn Baz akasema hivi, hukusoma tafsiri Ibn Kathir Suratul Baqara? Sikukuzawadia vitabu hivyo ulipoondoka? Rejea Suratul Baqara. Tazama adabu, tazama adabu. Anajua mimi ni mwanafunzi, funza mbele ya elimu yake, lakini anashindwa kunifundisha. Ananiambia mwenyewe nisome. Yeye ananiamini, wewe unanidharau. Nitakuchukuliaje? Niliposoma nyumba inayosomewa ndani yake Suratul Baqara, shetani haingii. Wallahi, tukakutana wanafunzi na Sheikh Abdul Jabbar, tukakaa mule ndani tukasoma Suratul Baqara, kila mmoja mwanzo mpaka mwisho. Maraha yakatuchukua saa 8, saa 9, 9:30 adhana. Kila mmoja akishasoma mara 3 mara 4. Kuanzia hapo habari zilizokuja nyingi ni za kichapo kwa wale maadui, ambazo hakuna haja ya kuzungumza khalfiyati zisizokuwa nzuri. Nimebaki nimesema inama tuulimuni baadhi durus alhayati almu'lima allati adraktuha mutaakhiran. Kinachoniuma ni vichapo ninavyovipata hali ya kuwa mimi nimekuwa mzee. Mimi niliutumikia Uislamu, nikifika 19 wazee wananiona, utatoa mawaidha hivi? Hapana, kesho baada ya magharibi mpaka isha. Mimi nilikuwa khatibu barabara ya 7. Mnakumbuka msikiti ulikuwa unajaa saa 5. Mimi nilikuwa natoa hutuba barabara ya 13. Sheikh Eid Allah muhifadhi anapobanwa na majukumu ya kuandaa katiba. Mimi nilikuwa ndiye Sheikh Ngozi Kayanza, Muinga, Karuzi mpaka Kirundo.
Mimi nilikuwa mtu pekee, nilitembelea Birimani yote. Mimi niliwahi kwenda Ndega na Marangara. Ninafatwa na watu wawili Ndega na Marangara, wakasema shekhe, unatudharau kwa sababu msikiti wetu ni wa majani. Nikenda Ndega na Marangara, nikawatolea mawaidha nikiwa mimi na Sheikh Abdul Jabbar na almarhum Sheikh Lome, Allah amrehemu, Alhaji Lome, Allah amrehemu. Nikatoa mawaidha, nikampasia Sheikh Abdul Jabbar, naye akatoa mawaidha. Tulipotoka polisi katusimamisha. Mimi sikuwa na passport nimekwenda nayo, wakaonesha Karangamundu, wakaachiwa. Mimi nikachukuliwa na polisi. Nilipigwa usiku kucha, nilipigwa usiku kucha mpaka leo. Athari hiyo ninayo, sisikii vizuri na ninamshipa mimi toka hapo nyuma ya shingo langu. Ndiyo utakuwa pengine sababu ya kifo changu. Mshipa huyo uliumia mpaka leo hii nasikia machungu ya huyo mshipa. Nikitumikia dini, askari walinipiga usiku kucha, damu zinanitoka puani na masikioni, wananiuliza nisiyoyajua, lakini nilipigania dini. Leo naweza nikamwomba shekhe khutba ya Ijumaa akayafanya makosa mawili. Kosa la kwanza akafanya ni kuninyima mimi khutba ya Ijumaa Buyenzi. Kosa la pili ni kusema uongo. Shekhe anaweza akazini, shekhe anaweza akaiba, shekhe anaweza akafanya yote mabaya machafu, lakini shekhe hawezi kusema uongo. Shekhe ananijibu, ananiambia tumekwisha panga khutba miezi 4. Hata Malaysia sikuyaona, Indonesia sikuyaona, Maka na Madina sikuyaona. Nchi ya kwanza nimeisikia ni Burundi, tena Buyenzi pekee. Shekhe ananinyima khutba. Khutba ninayotaka kuzungumzia nani? Shekhe Nuruddin Kishki, Allah muhifadhi, amridhie, kijana mwema. Shekhe alininyima, shekhe alininyima, shekhe alininyima. Waislamu, katika kutapatapa, unakwenda unamuomba mwenye hoteli chumba kimoja, anakwambia nenda kwa huyo jera wangu, msaidizi wangu. Wewe si ndio umejenga hoteli? Si umeuza vyako kwa kujenga hoteli? Leo nakuomba chumba kimoja nilale usiku 2, manyusiku 2 tu basi, na humo ndani nitasali, utapata thawabu. Unanituma kwa jera kama si chenga la mchanga. Ni nini? Haya yalitokea nilipoomba mmoja kati ya msikiti. Nilitumwa kwa mtoto mdogo umri wa miaka 18, atiendo ameachiwa kusimamia ule msikiti, hivyo nende nikamuombe. Nimuombe mtu asiyenijua? La wallahi, la wallahi. Waislamu, nimeyasema haya kuonyesha kazi nilizozifanya, na yule ambaye ana mapingo na haya aje tukae mbele yenu tuzungumze. Wote mashekhe wote walijifungia markazi ya Kiislamu, na ni mimi na Sheikh Sanane ndio tuliosimama kusema ukweli kwa kiongozi wa Komibu wakati huo kwamba markazi ndio inaharibu Uislamu Birimani. Tulisema ukweli. Allah amrehemu kaka yangu Sheikh Muhammad Rukara, aliniziwia, acha sikuacha, acha sikuacha, acha nitakupiga. Nikamwambia nipige niuwe kaka. Nilisema Alhaji Hassan Rukara, Allah muhifadhi, wallahi kila tukikutana ananikumbusha siku hiyo. Na watetea Waislamu. Lakini Waislamu, nataka nimalize na hiki kisa. Pengine Mwenyezi Mungu akaniridhia na akakuridhieni. Naona muda umerepa na ninakutakeni radhi kwa hilo. Sasa ninakwenda kumaliza. Waislamu, kuna chuo kimoja kinaitwa Al-Jami'atul Islamiyyah bil Madinatil Munawwara, Islamic University of Medina. Wengi wametaharaji huko.
maskini. Sitotoa turufu yangu kwa hili, sitoi abadan, kwa yale ambayo wanafunzi walinisema juu ya kisa hiki ninachotaka kukizungumza mbele yenu. Walinikejeli, walininyanyasa, walininyanyapaa kwa sababu ya wivu na husda zao. Am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadli, kwa nini mnawahusudu watu kwa zile fadhila Allah amewapa? Walisema kwamba kisa hiki ni kisa nilitunga mwenyewe. Wasomi, chukueni kalamu zenu, Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, kitabu cha Abu Nuaym al-Asbahani, juzu la 7 ukurasa namba 293. Kwa kuwa muda umekwisha, nilikuwa nimeandaa vitabu 10 vya kukuelezeni juu ya kisa hiki. Maana wakati ule tulikuwa tunachezeana, lakini huwa ninawatahadharisha tuache mchezo wa kuchezeana. Na watahadharisha sana. Kisa hiki mara ya kwanza nimekisoma mwaka 86 Kigali, Rwanda, kwa baba yangu Sheikh Rashid bin Juma Bilali, Allah mrehemu yeye na babake. Alinisomesha kisa hiki. Sufyan ibn Uyayn alikuwa Maka anatoa darasa, rahimahullah. Katika darasa lake, katika mapokezi, walikuwa watu si chini ya 1000 wanamsikiliza. Baada ya darasa akasema kumwambia mtu anaitwa Yahya al-Jamani, na msipolipata jina hilo njooni nikupeni chapa. Chapa za vitabu zinakuwa tofauti. Akamwambia eleza ulionambia. Yule bwana akasema katika kijiji chetu kuna mtu anaitwa Muhammad ibn Humair, ni mcha Mungu, ni mcha Mungu. Alitoka siku moja kwenda kutafuta chakula, watoto wanalia njaa, mke analia njaa. Hakuna kitu kinaumiza kama kukosa dawa, kulia njaa na kuwaona watoto wanaugulia njaa. Namuomba Mwenyezi Mungu apokee dua za Sheikh wangu Sheikh Abdul Shakur. Mwenyezi Mungu amweke katika mawali wake. Mwenyezi Mungu amlinde na shari za hasad. Siku moja nilikuwa na njaa Dar es Salaam, siri naitoa, itamuuma lakini anikubalie. Nikamwandikia ujumbe. Haikuchukua dakika, Sheikh akanitumia pesa ya kununua dawa na ya kula. Mke wangu akaniuliza, pesa hii umetumiwa na nani? Nikafungua YouTube, nikamuonyesha mawaidha aliyoyapenda sana akiwa mwanafunzi chuo kikuu. Mawaidha yale aliyasambaza kwa wanafunzi toka Komoro, Mombasa, Zanzibar. Mimi sijui kama nitamuoa. Akanambia, namjua, mafanana sauti. Shekha huyu kiboko kweli. Yana anazungumza yatima anatembea pekwa na viatu, anamlea yatima anatembelea gari. Njaa ikamfanya Muhammad ibn Humair kutoka. Lakini alipopata chakula anarudi nyumbani kwake, na hapa toenda kumalizia. Akasikia sauti, ewe Muhammad ibn Humair, nisaidie, 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 nisaidie. Mbele yake hivi nyoka kubwa ndio inapiga break. Akashtuka. Akamlani shetani. Naam, ule nyoka akasema, nisaidie. Kwa nini? Kuna mtu ananifuata anataka kuniua, kunionea. Allah, nikuweke kwenye kikoi? Hapana, nitapumua, ataona, ataniua na atakuwa. Ni mkali kweli huyo mtu mbaya sana. Nikubebe kwenye hiki chakula? Nitapumua, ataniona. Sasa nikufiche wapi? Fungua mdomo wako niingie tumboni mwako nifichane. Nijifiche tumboni mwako. Akaingia tumboni mwa Muhammad ibn Humairi.
na alipofika akatetema kumwambia nimefika, ghafla akaja mtu na upanga akamwambia wewe Muhammad, wewe ni mcha Mungu hakuna nyoka umeona anapita hapa? Akasema hapana. Akaendelea na safari. Muhammad ibn Humair akapiga tumbo, mshikaji rafiki yangu kuna maneno hamtu ya kutia kwenye hicho kitabu jamani, kuna maneno ya Kiarabu mimi nayaleta kwa ushikaji Kiswahili, tukubaliane kila lugha ina mbwembwe zake. Mshikaji wangu toka. Akatoa kichwa kwenye mdomo wake, hawezi tena kusema. Akamwambia mjinga mkubwa wewe, mjinga mkubwa wewe, hivi unaelewa ya kwamba mimi nyoka nina hasadi kubwa na wivu mkubwa na nyie wanadamu, chagua nitafune maini yako au niachie sumu kali ufe umevimba, uso wako umekuwa mweusi, mwili umegeuka kama mkaa. Mshenzi mkubwa wewe, tenda wema kisha nenda zako. Akaja mtu mmoja. Mimi inapofikia kwa huyu mtu, mwanzoni nilikuwa kidogo napiga chenga, leo niwe muwazi. Kaja mtu amevalia vazi zuri, kanzu nzuri, ndevu nyingi, ananukia manukato. Anasema Muhammad ibn Humair, sijawahi kusikia manukato kama hayo, wala sijawahi kumwona mtu mzuri kama huyo. Akamwambia nini, mbona nakuona unafadhaika? Akamweleza kisa. Akachukua vimajani akampa, akatafuna, akachukua vingine akatafuna, akaanza kucheua, akacheua. Kuna Kiswahili mmekizoea hapa kwenu Burundi, Kiswahili hicho kidogo hakina raha. Nadhani mtakuwa mmenielewa kwa sababu nyie ni Waswahili ukweli, tofauti ni lafzi. Akacheua vipande. Baada ya kucheua akampa majani mengine kuondoa sumu yote mwilini. Waislamu wote waliokaa wanacheza draft usiku kucha huko Madina, wote wananisema kwa sababu ya kisa hiki. Nimesema hivi, huyu ni mwanzo, huu ni mwanzo, kisha namaliza. Mara nyingi hupenda kumwombea dua rais wa nchi ambayo nimo ndani, hata akiwa rais yule ni kafiri, ila namuombea tu Mungu amtangulie mbele, raia wawe na maisha mazuri. Jambo hili limeniletea tatizo kwa baadhi ya watu wasiojua nani atatangulia kuja kati ya Mtume Isa na Masihi Dajjal. Wao wanangangania tukujua kwamba Masihi Dajjal atakuja. Ninapokaa kimya bila kuwaunga mkono wananichukia. Waislamu, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, shekhe yeyote anayetaka kunasa kwenye anga yangu siku ya Jumapili baada al-maghribi, nitasalia hapa 17, kisha nitakaa bila kitabu, ni mngoje shekha atakayekuja anayo dalili ya kukataza kumwombea dua Myahudi au kafiri niione. Mimi nitasalia hapa kumngoja, ujumbe utafika. Njooni mashekhe, njooni tujadiliane juu ya hili jambo, wala sina shida nalo. Hili jambo, nina binti yangu ana miaka 12, lao angelikuwa hapa angelitosha kuja kulijadili. Mimi nitasimama kwamba kumwombea kafiri dua ili thibiti, yeye anionyeshe haikuthibiti, kisha namuomba Mwenyezi Mungu msamaha. Kadhalika nakuombeeni msamaha, namuomba Mwenyezi Mungu atusamehe. Hakika sisi ni watenda madhambi. Asiondoki mtu hapa msikitini ila Allah amemghufiria madhambi yake. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil karim sallallahu alayhi wasallam. Anasema mtume wa umma,
yafanyeni mambo yenu kwa usiri mkubwa. Istainu umurakum bil kitman, yafanyeni mambo yenu kwa usiri mkubwa. Hakika kila mwenye kitu, mwenye mali, mwenye mke mzuri, mtoto mzuri huwa anahusudiwa. Kisha ametuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala tumsalie mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pale aliposema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر المسلمين في أنحاء العالم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة مسيح الدجال. Waja Mwenyezi Mungu, nisiwe mwizi wa fadhila nikatoka hapa bila kumwombea dua kipenzi changu, mwalimu wangu, gwiji la lugha ya Kiswahili au kamusi ya Kiswahili, Al-Habibi Sheikh Abdul Shakur, Allah muhifadhi. Namuomba Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu ayasamehe madhambi yangu, lakini dua yangu aipokee. Namuomba Mwenyezi Mungu usimuhuzunishe kamwe Sheikh Abdul Shakur katika maisha yake, kazi zake za ushehe na katika familia yake. Na mpe watoto watakao muiga. Hakika kijana huyu ameutumia ujana wake akiitumikia dini yako. Waislamu, mafuta ya kula, sukari, mikate, soda, nguo, dira, vyote tunanunua vinatoka Tanzania. 90% ya biashara tunayoitumia katika soko yetu ya Kwasioni, biashara hiyo inapitia Tanzania. Pamoja na uhaba wa mafuta katika nchi hii, lakini hata machache tulionayo yanapitia Tanzania. Nataka nikuonyesheni namna gani gari zote zitafunga, gari zote zitasimama, bodaboda zote na bajaji vitasimama kwa sababu mbili tu na zileta mbele yenu. Aidha tupite njia ya ziwa Tanganyika kufika Kigoma, au tutumie barabara kufika Kigoma, au tutumie barabara kupitia Kahama. Vinginevyo biashara tuweza kuipata toka Kenya ni kupita Uganda. Biashara ile haitopita Rwanda, ita cross ipite Tanzania. Tanzania itakapochafuka, Tanzania itakapokuwa na matatizo, Tanzania itakapokuwa na imani, Tanzania itakapokuwa na amani ndogo, biashara tutazipata toka wapi? Tuwe wengi wa fadhila na tusiwe wezi wa fadhila. Tukumbuke Waislamu namna gani Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alivyosimama kuweka umoja na amani ndani ya nchi ya Burundi. Kumbukeni wakati gani Rais Benjamin William Mkapa aliposimama, na sitosahau hotuba yake ya Kampala, Afrika Mashariki, aliyoyazungumza. Rais huyu mwerevu alikwisha tangulia. Mtazameni Jakaya Mrisho Kikwete, Allah amridhie, Allah muhifadhi, alivyosimama kuitetea Burundi, ndani ya Burundi, ndani ya Tanzania, Afrika na Umoja wa Mataifa. Tanzania ilisimama, Tanzania ilisimama. Bunge lilisema, bunge lilisema kila Mtanzania amani Burundi, amani Burundi, amani Burundi. Leo natoka barabara ya 25 saa 7 usiku, na katiza hapa msikitini, ninapanda Bwiza, nakutana na askari, wala sina uoga. Nye zamani mkikutana na municipal hamkuwa mnajikojolea? Kama nyinyi mkujikojolea, nilipata kujikojolea mimi. Saa 6 usiku, saa 7 ukutana na municipal. Wewe nani wewe? Wewe nani? Lakini sasa hivi mna amani. Fadhila ni kuiombea Tanzania. Waombaji ni kina nani? Ni nyie Waislamu, mko na green card. Allah amekwisha kupasisheni kwamba nyie ndio mnaweza mkaombea yeyote yule.
Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, na akasema Mola wenu niombeni nitakupeni majibu. Iombeeni Tanzania. Mwenyezi Mungu ninakuomba ipe amani Tanzania. Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu ninakuomba ipe amani Tanzania. Mwenyezi Mungu usiwape mitihani wa Tanzania kwa yale wanayoyatamka kwa maneno yao ya kijinga, bali Mwenyezi Mungu watazame kwa jicho la huruma. Mwenyezi Mungu, kiongozi wa jahazi la Tanzania ni Rais Samia Suluhu Hassan, Allah amridhie. Mwenyezi Mungu ninakuomba msaidie alivushe jahazi hili la amani kwenye uchaguzi wa mwezi wa 10 kwa salama. Mwenyezi Mungu mtangulie, umpe watu wazuri watakao msaidia kazi. Nani kama mama? Nani kama mama aliyotembelea Tanzania miaka 5 iliyopita, aende Tanzania akaione ilivyotengenezwa na huyu mama kwa msaada wa Allah. Kadhalika namwombea mufti wa Tanzania Sheikh Zubair bin Ali bin Mbwana Doktor, namwomba Mwenyezi Mungu amsaidie atuongoze salama, maana kuwaongoza mashehe yahitaji kazi na akili, na yanahitaji utashi kutoka kwa Allah. Kuwaongoza Waislamu hasa mashehe ni kazi kubwa sana. Maskini huwa nikimtazama kiongozi wangu, mufti wangu, mara nyingi wanamtazama halafu natokwa na machozi, na yajua mazito aliyoyabeba yeye. Mwenyezi Mungu mtangulie mbele Rais Evariste Ndayishimiye, umpe watu wazuri atakao wateua, wasimpindishe, wasiwe wezi na walafi. Msaidie ya Allah nchi ya Burundi ipate mafuta, Warundi wale time 3 kwa siku, Warundi wavae, watembee, wajivune kwa Burundi yao. Zamani walikuwa wanaita ni nchi ya asali na maziwa. Rais, Mwenyezi Mungu nakuomba, ewe Mwenyezi Mungu nakuomba msaidie huyu rais. Kadhalika Mwenyezi Mungu msaidie mufti wetu. Msaidie mufti wa Burundi. Naye pia namhurumia, naona kidogo kidogo kauzeka ameanza kumnyemelea. Msaidie. Hasa msaidie katika kazi alizonazo za kujenga ofisi ya Komibu. Wafanye maimamu wote wampende. Wapelekee mashehe wote wampende. Wasikenyi. Kukenya ni kufanya mbele yake, wakitoka wanamsema. Narudi tena, wasimchekei, wakitoka wanamsema. Mimi ni mtu mzima, yachukuliwe hayo. Ninamwomba muadhin aqim sala wa aqim sala. Sheikh Abdul Shakur, nakuomba kama umekuona umekaa njoo mbele alhabibi.